Je, Mungu na shetani wanazungumza? Ni swali ambalo watu wengi wanaweza wakawa wanajiuliza na wakakosa majibu yao. Ama je, shetani na Mungu wana vita au wana ugomvi? Ni swali ambalo najua unajiuliza, lakini leo ninatamani nikujibu maswali haya au kwa ufahamu. Natamani nikupeleke eneo moja ili uweze kujua nini kinachoendelea baina ya Mungu na shetani tangu shetani alipopewa jina la shetani kutoka Lucifer. Kwa kwanza tu, je, Mungu na shetani wanazungumza? Ndio. Katika maandiko matakatifu hasa Biblia kuna sehemu zinazoonyesha kuwa Mungu na shetani wanazungumza. Na mfano maarufu ni katika kitabu kile cha Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 12. Inasimulia jinsi wana wa Mungu walivyokwenda kujihudhurisha mbele za Mungu. Kisha Mungu akamuona shetani, akamuuliza, "Shetani, umetoka wapi?" Akamwambia, "Nimetoka kuzunguka huko na huku." Mungu akamuuliza shetani, "Je, hujanionea mtumishi wangu Ayubu? Maana hapana mtumishi mtaua kama yeye." Shetani akasema, "Ni kwa sababu umemzingira." Sasa hii inaonyesha kuwa kuna mawasiliano ya kiroho baina ya Mungu na shetani, lakini si mazungumzo ya urafiki, bali ni mazungumzo ya mamlaka na kusudi tu ni kudhihirisha ukweli au kujaribu waumini. Sasa kwa nini wanazungumza? Sababu kuu inayoonekana kwenye maandiko ni kwamba Mungu anatumia mazungumzo hayo kufunua mambo kwa wanadamu, mfano kuonyesha uaminifu wa Ayubu, kuthibitisha kwamba shetani yuko chini ya mamlaka yake Mungu, na kuonyesha kwamba hata majaribu yanaruhusiwa kwa kusudi maalum la kiroho ama funzo. Lakini pia unaweza kujiuliza, kwa nini shetani hakupewa nafasi ya kutubu? Hili ni swali kubwa ambalo watu wengi sana wanajiuliza, na ni swali la kitheolojia. Majibu yake sasa hutegemea na imani ya mtu au madhehebu lake, lakini hapa ni baadhi ya maelekezo au maelezo yanayoweza kutokeza katika mafundisho ya Kikristo na baadhi ya mitazamo pia. Sasa asili ya dhambi yake ilikuwa ni kiburi cha juu sana. Isaya 14 mstari ule wa 12 mpaka 15. Ukisoma hapo unaweza ukapita kwa haraka ukaelewa. Lakini pia katika Ezekiel 28 kuanzia mstari wa 12 mpaka 17. Sasa maandiko haya yakitafsiriwa na Wakristo kama maelezo ya kuanguka kwa Lucifer, na yanayoweza kuonyesha kuwa shetani alitaka kuwa kama Mungu. Sasa kiburi chake kilimfanya asiwe na toba wala nia ya kurejea. Lakini shetani aliasi akiwa na maarifa yote ya utukufu wa kimungu, na tofauti na wanadamu kabisa. Yes, shetani alimuona Mungu uso kwa uso, aliishi katika utukufu wake, na alifanya uamuzi wa uasi akiwa na maarifa kamili. Kwa hiyo baadhi ya mafundisho husema kwamba toba yake isingeweza kuwa ya kweli. Sasa hakuonyeshwi toba yoyote katika maandiko, na wala hakuna mahali shetani anaonyesha kutaka kutubu. Badala yake anaendelea na kazi yake ya kupotosha au kushawishi na kupinga kazi ya Mungu. Sura kitabu kile cha Ufunuo 12 na Petro wa kwanza sura ile ya 5 na mstari ule wa 8. Lakini tunaweza tukajiuliza, je, Mungu ni wa rehema hadi kwa shetani? Jibu ni kwamba ndiyo, Mungu ni mwingi wa rehema, lakini pia ni mwenye haki. Rehema ya Mungu inatolewa kwa wote wanaotaka kukubali rehema hiyo. Sasa shetani, kulingana na maandiko, hakuonyesha dhamira ya kutaka kuomba msamaha wala kubadilika. Sasa kwa kumaliza tu, ndio Mungu na shetani walizungumza katika baadhi ya matukio kwa mujibu wa maandiko.
Lakini pia mazungumzo hayo si ya urafiki, bali mazungumzo hayo yalikuwa ni ya mamlaka. Lakini pia shetani hakutubu kwa sababu alichagua kuasi kwa hiari, akiwa na ufahamu kamili wa utukufu wa Mungu. Na toba inatolewa kwa wale wanaoitaka kwa unyenyekevu na moyo wa kweli, jambo ambalo halijaonekana kwa shetani. Sasa kama unataka, naweza tena nikakuandalia somo jingine fupi kuendana na historia hii, ambayo pia naweza nikakuletea kwako unayenitazama na kunisikiliza. Kwa kumalizia ni kwamba historia fupi ya Lucifer hadi kuitwa shetani. Lucifer ni jina linalotokana na tafsiri ya Kilatini ya neno la Kiebrania, yani Helel, linalomaanisha mwenye kung'aa au nyota ya alfajiri. Linataja katika Isaya sura ya 14 mstari wa 12. Yes. Sasa jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, Lucifer, mwana wa alfajiri, ndivyo hivyo Isaya anatuambia. Sasa ingawa sehemu hii ilielekezwa kwa mfalme wa Babeli, Wakristo wengi huamini pia mfano wa anguko hilo, malaika mkuu aliyekuwa na uzuri wa utukufu wa kipekee ni Lucifer. Sasa cheo chake mbinguni kulingana na Ezekiel 28 sura ya 12 mpaka 17, Lucifer alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta, mkamilifu kwa uzuri, akikaa katika mlima wa Mungu, akitembea katikati ya mawe ya moto, asiye na doa tangu alipoumbwa. Hii inamaanisha alikuwa malaika wa hali ya juu sana. Baadhi husema alikuwa ni mkuu wa ibada ya mbinguni. Lakini kiburi na uasi, maandiko yanaonyesha kwamba Lucifer alianza kujaa kiburi na tamaa ya kuwa kama Mungu. Isaya 14 mstari wa 13 na ule wa 14 anaeleza matamanio yake. Anasema, nitapanda juu ya mbingu, nitaketi juu ya mlima wa mkutano, nitafanana na yeye aliye juu. Sasa kwa sababu ya kiburi hiki aliasi mamlaka ya Mungu. Hakuwa tayari kubaki kama kiumbe aliyeumbwa, alitaka kuabudiwa badala ya kuabudu na kuangushwa mbinguni. Mungu akiwa wa haki hakuvumilia uasi wake. Yes, Lucifer aliangushwa kutoka mbinguni. Yesu alisema katika Luka 10 mstari wa 18, anasema, nilimuona shetani akianguka kama umeme. Anaanguka kuwa shetani. Baada ya kuanguka, alitoka katika jina la Lucifer akageuka kuwa shetani. Lucifer alikosa tena sifa ya kuwa nyota alfajiri, badala yake akawa shetani. Alijulikana kama shetani, maana yake ni mshitaki au mpinzani. Yes, akawa ibilisi, mtapeli au muongo. Akawa mkuu wa majeshi ya pepo wabaya, malaika walioasi naye. Aliamua kupinga kila kazi ya Mungu na kupotosha wanadamu. Na kazi yake shetani leo hii Biblia inamtaja kama adui wa waumini. Ukisema katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 8, lakini pia ni mshauri wa uovu kitabu kile cha Yohana 8 mstari wa 44, lakini pia mjaribu sawa na Mathayo 4 sura ile ya kwanza, lakini mwongo mkuu Ufunuo 12 mstari wa 9. Sasa kwa kuhitimisha hapa ni kwamba Lucifer alikuwa malaika wa utukufu, mzuri na mwenye cheo kikubwa, na kutokutii kwake au sababu ya kiburi ni wivu, na kutokana na kutii akaanguka na kuwa shetani. Anguko lake ni onyo kwa wote wanaotaka kutukuzwa kuliko wanavyostahili. Mpaka hapa mimi sina la ziada tena. Hosti wako Mfarisayo katika saa hii ya neno la hekima. Mpaka wakati mwingine, na Yesu Kristo na amani yake iwe juu yake, iwe juu yako. Shalom, shalom, na Mungu akubariki sana wewe unanitazama. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment katika nakala ya kila siku tunayoweza kuileta kwako, na Mungu akubariki sana.